wawili tu, lakini kaamua kumtoa mtoto wake ambaye anomtegemea tena kwenye kula na maisha yake yote, lakini kamtoa sadaka kwa sababu ili chama kiendelee. Namuona dada yangu, alafu namuona na yule mama ambaye niliendaga kwake nikamwomba msaada, yule mtaalamu yule, si unamkumbuka? Sasa nashindwa kuelewa inakuwaje, ile ndoto ina maana gani kumuona dada na kati dada ashafarikigi, alafu cha ajabu namkuta pale. Wewe masaizi mchana huu. Nyumba ya ulinzi, ino nyumba ya ulinzi, nyumba ya ulinzi, ino nyumba ya ulinzi. Kuna wakati ukifika lazima utambue, ukweli usemwe na watu wajue. Vipi dada, mbona mnipush kama hivi? Samahani kakaangu, siko sawa. Kuna mambo yananichanganya sana kichwani. Kwa nisamee tu. Upo sawa vipi? Angalia bwana, sio kupata matatizo maana mwenyewe mapikipiki anapita, yani kama haupo sawa ni bora hata ungetulia nyumbani. Sawa, nimekuelewa kwa ushauri wako, ila nisamee sana kakaangu. Siko sawa mwezio. Sema imekuwa afadhali kukutana na wewe dada. Na hata mimi ndugu yako nina shida vibaya mno. Kitu gani tena? Wewe ni mwenyeji mitaa hii? Mimi mwenyeji. Samahani. Hivi mitaa hii hamna mtaalamu mitaa hii? Unamaanisha mganga? Mganga yupo huko chini. Na shida kweli, mimi naomba unipeleke dada. Ukupeleka sio kazi, ila sio kwa leo, kwa sababu leo kuna vitu vinaniwaisha huku naenda ukivifanya. Ila kesho mapema tu tukutane hapa ili nikupeleke. Basi sawa, haina shida. Saa ngapi? Mimi kama saa 4 hivi nitakuwa nishamaliza kazi zangu. Nikukute hapa afu tunaenda. Basi mimi saa 3:30 mimi nitakuwa nishafika na kusikiliza wewe. Kwa heri. Basi Mungu akipenda tunaona.
Mungu, hii ndoto ina maana gani? Kwa maana mdogo wangu kashaamua kunifanyia mabalaa, na ndo maana hata Mwenyezi Mungu pia kashaamua kunionyesha hadi ndoto pia ninayoiota. Ya Rabbi, naomba uninusuru kwa hichi kilichotokea. Kwa kweli sina hata imani kabisa na huyu mdogo wangu kwa sasa. Mwenyezi Mungu, naomba unilinde. Mungu, naomba unilinde na haya balaa.
Sasa hizi dada, ni salama. Dada samahani. Naulizia kwa mtabiri eti hapa ni wapi? Kitu gani hicho unaniuliza? Mimi huyo mtu simjui bwana. Mimi mwenyewe niko na shida zangu nitaka nikuulize. Na mko na mtafuta dada yangu sijamuona tangia juzi hajarudi nyumbani. Niko na njia tangia juzi sijakula. Naanza kuniuliza sijui nani nani. Wewe humjui mtabiri hapa? Yaani tu hujaniona tu kama sifanani na huku. Ndabwenge. Ish. Ndivuridia ndiro dada wanje mbele yana ndilile yatakinga zaidi. Sasa unaongea nini mimi hapa? Mbona sikuelewi? Yaani tu hujaelewa tu nini hapo sasa? Niko namtafuta dada yangu hajarudi zangia juzi. Hujaelewa nini hapo sasa? Unaniuliza mimi nakuuliza. Si ujibu sasa hilo ni swali langu. Na wala sijakula. Mimi nikajua watu wa mjini mmesoma mmeelimika kumbe hamna lolote kama tu shamba tu kule nilikotoka. Je, nijibu sasa ni swali langu na yeye unaanza hapa. Kumbe watu wa mjini kumbe wamepagawa muone sasa. Sije mmepagawa na hayo manywele. Manywele yenyewe hapo kama vijongo. Kumbe vitu vya mjini vimepagawa. Sije limepagawa na nini? Sije ndio yale manywele yako kama vijongo. Na mimi nitakuja nipagawa kweli kwenye huo mji. Maana tangia juzi sijakula nina njaa.
Nyumba ya ulisi, hii ndo nyumba ya ulisi. Nyumba ya ulisi, hii ndo nyumba ya ulisi.